Lakini ndugu zangu katika imani, kipengele ambacho tulikuwa tumekibakiza ni yule ambaye ameathiriwa na hasad kutoka kwa huyu mtu ambaye ni hasidi. Yeye ni muumini mzuri, hana hasad, lakini amehusudiwa katika jambo ambalo ndugu zangu katika imani ni la ajabu kabisa katika mafundisho ya Uislamu, na imethibiti katika matukio mengi hata wakati wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni namna ambavyo husda unafanya kazi katika kumwathiri mtu, yani kumwathiri mtu katika kiwango ambacho yeye hajui. Na wanachuoni wanajaribu kutafakari jambo hili na hawafiki pahala wakapata exactly hasa ni kitu gani, lakini mtu akatazama neema katika neema yako kwa jicho ambalo ni la hasadi mbaya, alafu ile athari ikatoka ikaenda ikasibu katika ile neema ambayo amehusudu, ama ikasibu katika ile neema, ama ikakusibu wewe katika sehemu ya kiwiliwili. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika Qur'an, ukisoma katika suratu Al-Qalam, baada a'udhu billahi minash shaitani rajim, wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr wa yaquluna innahu lamajnun wama huwa illa dhikrun lil'alamin. Allah anamuongelesha Mtume sallallahu alaihi wasallam akimfahamisha chuki walionayo makafiri dhidi yake, asema wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikr, wanakaribia wale waliokufuru kukutelezesha kwa macho yao pale wanaposikia ujumbe wa Qur'an. Wayaquluna innahu la majnun, na wanatoka wakisema wao kwa wao wakikutuhumu kwamba huyu ni mwenda wazimu. Kisha Allah anamuondolea ile tuhuma, asema wama huwa illa dhikru lil alamin, wala Muhammad hakuwa yeyote isipokuwa ni mwenye kukumbusha, ni mkumbushaji wa walimwengu wote. Kutelezesha hapa, ukienda katika wafasiri wa Qur'an, kutelezesha kwa macho manake ni kusibiwa na ain, al-ain, jicho baya, kwamba kama sio hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, namna wanavyomtazama Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanachukia ule utume kufikia kwake, wanachukia namna anavyoheshimika katika jamii, wanachukia namna alivyopata wafuasi wengi. Kama sio hifadhi ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi yale macho wanayomkodolea Mtume sallallahu alaihi wasallam yangeweza kumuathiri kimwili na kiroho, lakini kwa rehema ya Allah subhanahu wa ta'ala alikuwa na uwezo wa kumkinga dhidi ya shari hiyo. Na katika Qur'an Allah subhanahu wa ta'ala, moja ya njia ambazo ametufahamisha katika kujilinda na athari za hasad, at-ta'awudhu billah, ni kujilinda kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa njia mbalimbali, kwa njia za kufanya ibada, kufanya nyiradi za kila siku, ikiwa ni pamoja na kusoma muawwidhatayn, suratul nas na suratul falaq, bali na suratul ikhlas, ayatul kursi, na adhkari za asubuhi na jioni. Imekuja maalum kwa ajili ya kuwafanya watu wajilinde na shari za hasidi anapohusudu. Kisoma katika Qur'ani suratul falaq katika aya 5, Allah subhanahu wa ta'ala asema wa min sharri hasidin idha hasada, na unikinge au nilinde na shari ya hasidi anapohusudu. Anataka kutuambia Allah subhanahu wa ta'ala hapa
Yeye ndiye aliyeumba walimwengu na yeye ndiye ameumba kila kitu, na akatutaka pia tujilinde kwake kutokana na shari za hasidi anapohusudu. Katika lugha ambayo Mwenyezi Mungu ameitumia hapa, hasidi anapohusudu, inaonesha wazi kwamba kuna mtu anaweza kuwa na roho mbaya ya hasad, lakini asiruhusu ile hasad kwa mtu. Unaweza kuwa salama, lakini atakapoingiwa na kufungua milango ya kuiruhusu hasad kwa upande wako, hautaweza kusalimika kama haukujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasidin idha hasada, kwa maana hasidi anapohusudu, kwamba kuna hasidi ana roho ya hasad lakini wewe hakuhusudu. Lakini mtu huyu mwenye shida ya hasad anaweza pia akafungua kifua chake akakuhusudu. Na kuhusudu hapo kunaweza kuja kwa njia mbili. Njia ya kwanza ni njia ya vitendo, njia ya vitendo, na ni kama mtu kukaa ameona neema moja mbili tatu akashindwa kustahamili, akaanza kusengenya. Kule kusengenya ni moja ya kitendo kinachoashiria kwamba tayari huyu mtu amekuhusudu. Lakini kuna mtu kufika pahala akafikiria namna hata atakavyokuroga, atakavyokufanyia uchawi, atakavyoeneza ubaya dhidi yako, hata kama ni mwema kiasi gani. Hii ni ishara ya mtu kuwa tayari ameruhusu milango ya kuhusudu upate kuhusudika. Hapa ni rahisi sana kudhurika. Na njia ya pili ni njia ya jicho baya, al-ain, njia ya jicho baya. Yani hajafanya vitendo, lakini namna alivyotazama na ile chuki kaingia katika nafsi yake, tayari kwa njia ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anajua inaweza kukuathiri moja kwa moja. Ni kama unavyozungumza kuhamisha kitu kutoka kwenye simu hii kwenda simu nyingine kwa kutumia njia ya Bluetooth. Njia hiyo pia mtu anapokutazama akatazama neema zako alafu akachukia, kuna kitu kinatoka moja kwa moja kinaweza kwenda kikakushambulia, fa yusibu bihi man yasha. Kwa hiyo hiki kijicho kikaenda kikamsibu mtu kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambalo ni muhimu sana kuzingatia hapa. Hakuna anayeweza kusibiwa kwa lolote isipokuwa kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na kwa mantiki hiyo Qur'ani imetuhimiza tujikinge kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya hasidi anayehusudu. Na kama tulivyoona kwamba katika maradhi ya mwanadamu mnaweza kujalia kwamba mko pamoja, lakini katika uhalisia wala mtu huyo hamko pamoja hata chembe. Allahu a'lam bima fi qulubil alamin, ni Allah peke yake anayejua yaliyo katika nyoyo, bima fi suduril alamin, katika nyoyo ama katika vifua vya waja. Lakini sisi wanadamu hakuna anayeweza kupenya kwenda akajua yaliyo katika kifua cha mwenzio ama kifua cha mwingine. Kwa hiyo anayejua ni Allah peke yake. Lazima ujikinge kwa ujumla wake min sharri hasidin idha hasada, kwa kutumia adhkari mbalimbali, na adhkari kubwa kabisa ni suratul Nas na suratul Falaq, bali hizi zingine zinakuja kuongezea kwa ziada. Zaidi ya hivyo pia Mtume sallallahu alayhi wasallam akiwakinga Al-Hasan na Husayn alikuwa akiwakinga akisema, u'idhukuma bikalimati llahi tamma min sharri ma khalaq, ninakukingeni kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala aliyotimia kutokana na shari ya vile alivyoviumba. Katika sehemu nyingine anasema min kulli shaytani wa hamma, kutokana na shaitan na ya kila kilicho ni hatari kubwa, viumbe wenye hatari kubwa. Wa min kulli aini lamma, na kutokana na jicho baya. Anawakinga watoto ambao hawawezi kusoma wenyewe kutokana na jicho baya. Kwa hiyo suala la jicho ni katika muujiza wa walimwengu, katika muujiza wa Allah subhanahu wa ta'ala katika ulimwengu, na yeye akatutaka pia tujikinge. Lakini kwa historia ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale ambao hawawezi kujikinga wenyewe
maana yake tunatakiwa tuwakinge. Kwa lugha nyingine, unaweza ukashughulishwa wewe, lakini kupitia nasaba yako, kupitia katika mazingira ambayo ni ya nasaba yako. Akasibiwa mtoto, halafu wewe ndio utashughulishwa maisha yako yote. Na Mtume sallallahu katika hadithi nyingine yaonesha kwamba akisema hivyo, baadaye akasema wa hakadha, na hivi ndivyo ilivyokuwa pia kana Ibrahim alayhi salam, Nabiullah Ibrahim alayhi salam kana yu'idhu Ismaila wa Ishaqa, ndivyo alivyokuwa akiwakinga Ismail pamoja na Ishaqa alayhi salam, amani ziwe juu yao. Kwa hiyo katika maisha unaweza ukatazama kuna vitu vya msingi sana kwenye maisha, unaweza ukakwama wala usijue fundo limefungwa wapi, lakini katika uhalisia ni kule kutojikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala kutokana na shari ya hasidi anayehusudu. Na kwa taarifa wa ulimwengu tulionao, mahasidi ni wengi kuliko watu wema. Watu walio na maradhi ya hasad katika nyoyo ni wengi kuliko watu wema. Lakini jambo lingine ambalo ninakuzingatia ni kuepuka kujionyesha na kutangaza neema. Ukisoma katika sura ad-Duha, Allah subhanahu wa ta'ala aliposema fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ama kwa kila neema ya Mola wako ihadithie. Mafuhumi yake wala haikuwa ni kutangaza kwa kusema na kujionyesha kwa wazi, sema kusudio yake, bali hiyo ni tiba namba 3. Ukiacha kujikinga kwa dua na adhkari, moja wapo ni kuepuka kutangaza ovyo na kuanika katika neema ambazo umejaliwa kwa kila mtu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema alaikum bilkitman fa inna kulla dhi ni'ma mahsud, jitahidini sana kuwa ni wasiri, kwa sababu kila neema anayoipata mja huwa inahusudiwa. Na mahasidi hapa wanatokana na mashaitani wa kijini na kibinadamu pia. Kwa hiyo kueneza ama kutangaza neema ulionayo ambayo inaweza kustirika, inaweza kukutana na jicho la hasidi na ukahusudika na jicho likakusibu. Ajaba, katika watu kutofahamu Uislamu vizuri, wanapenda kueneza, na wakati mwingine amekaa ameandaa chakula chake kwenye meza pale kwenye hoteli fulani, piga picha anatuma, anaweka status, anatuma kwenye mtandao. Huwezi jua inakutana na jicho la nani katika wale wanaokujua, kisha akakuhusudu. Alaikum bilkitman, jitahidini sana kuwa wasiri, fa inna kulla dhi ni'ma mahsud, kwa sababu kila neema huwa inahusudiwa. Na katika sehemu moja Sayyidina Ali asema, alipokuwa akiomba dua asema Allahumma zidni hasada wansurni min shururihim, Mwenyezi Mungu nizidishie mahasidi lakini uniepushe na shari zao. Alipokuwa akiomba kuzidishiwa mahasidi, sio kwamba anaomba kuwa na mahasidi wengi, lakini anaomba Mwenyezi Mungu amzidishie katika neema, isipokuwa Allah amuepushe na shari zao, na shari za mahasidi. Kwa nini? Kwa sababu kila atakapokuwa na neema moja atakuwa anaongeza idadi ya mahasidi. Kwa hiyo neema tunaziomba, lakini tunamuomba Allah atukinge na shari za mahasidi pale wanapokusudu. Lakini jambo namba 3 ni kuombeana dua katika mambo ambayo yanaweza kusaidia kumkinga mtu na shari ya hasad. Kumwombea dua. Wakati mwingine inawezekana roho yako haijawa chafu kiasi hicho, lakini kukaingia na shetani akapita hapo, ukamwangalia mtu na shetani akapenya hapo, akaharibu mtazamo wako, pakaingia hali ya kuchukia wema wa mtu, wala sio kama kwa dhamira, ila shetani amechezesha nafsi yako. Hapa haraka sana unapoona mtu ana neema yoyote ambayo umeipenda katika maisha yake, ni swala la haraka sana kumtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kama vile kusema neno ma sha Allah
Tumesema kule inaweza kuwa ni tiba ya mtu ambaye ana hasad, lakini hapa inaweza kusaidia mtu asisibiwe pia na kijicho, hasa kile ambacho kinakuwa kimekuja kwa bahati mbaya kwa kuchezeshwa na sheitani. Wakati mmoja masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wamekaa sehemu, na mmoja asema wakati Ibn Kathir tafsiri wa yakadu alladhina kafaru la yuzliquna qadibisarihim lamma sami'u dhikr, amerejelea hiki kisa cha masahaba wamekaa pamoja, kisha kuna mmoja ametoka ameenda kuoga, alafu mmoja akamuona akasema, fulani ana ngozi nzuri kweli. Kile kitendo cha kufanya kusema tu vile, yule bana akaanguka kifafa. Yaani kile kitendo cha kusema tu vile, yule bana akaanguka kifafa. Kisha baadaye wakambeba wakampeleka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Akasema, ya Rasulullah, msaidie, amepata shida hii na hii. Mtume aliuliza swali moja. Kwa jicho la utume aliuliza swali moja. Kuna mtu yeyote mnamtuhumu kusababisha hali hii? Akasema hapana, isipokuwa kilichotokea huyu alisema, alimwangalia akasema fulani ana ngozi nzuri, pale pale akaanguka kifafa. Mtume akajua shida nini. Akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, mmoja wenu anadiriki kumuua ndugu yake hali ya kuwa anajua. Kwa nini mnapoona neema yoyote katika wenza wenu msimtaje Allah subhanahu wa ta'ala mkambarikia kwenye lile, ili masala ya vijicho yasimuathiri? Na hii ikawa ni ishara ya wazi kwamba katika mambo yanaweza kuzuia ile kijicho kisimsibu mtu ni suala la kumwombea dua. Unapomuona mtu ana jambo lolote ambalo ni zuri, kul masha Allah tabarakallah. Hii inaweza kuwa sababu ya hata kama hasa kitaka kwenda ile kijicho kitaka kwenda, athari yake itaishia kati, itagoma na itakuwa ndio kama umeizuia, umeswitch off ile kijicho kwenda kumwathiri Muislamu mwenzako. Na hivi ndivyo Waislamu wanavyotakiwa kuishi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atuwezeshe kuishi katika misingi hii. Ndugu zangu katika imani, nimaliza na kipengele cha mwisho katika sehemu ya kujitibu kutokana na shari na athari za kijicho, hasad. Moja katika mambo ambayo yanaweza kutusaidia ni kugawana katika neema, kushirikisha. Kugawana ama kushirikisha ama kuhusisha watu katika neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ametujalia. Na hii ndio inarudi kule, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddith. Allah aliposema ama kwa neema ya Mola wako ihadithie, hakukusudia kusimulia kwa kueleza. Ihadithie maana yake ni kwamba fanya watu wanufaike na neema ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekupa. Kwa mfano ukisoma katika mafunzo ya Uislamu, katika mambo ambayo Mtume sallallahu alayhi wasallam ameyaweka ni suala la jirani na jirani kujaliana kwa kupeana zawadi. Mtume sallallahu akazungumza katika ujumla wake, lakini akaongea na kina mama. Akasema, enyi kongamano kina mama, mmoja wenu asipuuze kumpa jirani zawadi hata kama ni kwato ya mbuzi. Yaani manake ni kwamba wewe unaweza ukawa na maisha haya na huyu akawa na maisha haya. Usiwafanye watu kwa wanasononeka siku zote kwa sababu ya maisha yako. Share with them, share nao, shiriki nao. Umechukua matunda, umechukua hapa na unampatia huyu. Umechukua labda kama umechinja chochote katika vitu adimu katika maisha ya watu, chukua kidogo mpeleke. Wakati unapeleka ile inakata mizizi ya fitina ya hasad. Sharing, kushare. Allah amekupa neema yoyote, share na watu. Usijifungie ukanufaika peke yako. Utahusudiwa na watu, utahusudiwa na vijicho vitakusibu. Baadaye utatafuta mchawi, kumbe wewe ndio ulikuwa mchawi mwenyewe kwa kuacha mafundisho ya Uislamu. Ndugu zangu katika imani, hiki ni kipengele muhimu sana kwamba tunaishi katika ulimwengu
wa watu wengi kutojua Uislamu. Bahati mbaya wengine wanaweza wakaujua lakini pia hawauishi huo Uislamu, na ulimwengu na mazonge mengi. Watu wanaweza kutafuta majopo ya madaktari wakakaa wakakosa kabisa shida hii inatoka wapi, lakini mwisho yote utagundua kwamba inawezekana ikawa ni katika sehemu ya hasad. Kwa hiyo ni muhimu sana kujikinga kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume sallallahu alaihi wasallam akimwambia Uqba, akimuita Uqayl, aliposoma suratul Falaq akasoma suratul Nas katika ibada ya sala, kisha akamuuliza araaita ya Uqayl, umezionaje sura hizi ewe Uqayl? Kisha akamwambia ta'awadh bihima, jikinge kwazo hizi. Ta'awadh bihima, jikinge kwazo hizi. Kullama nimta, kila unapolala, wa qumta, na kila unaposimama. Kwa maana zisome kwa kadiri inavyowezekana, ongeza na adhkari zingine ambazo zipo tusifahamu katika sharia. Almuhimu ni kwamba mtu akazitafute ili aweze kujikinga. Na wakati mwingine inawezekana mtu akatazama kwamba kwenye maisha yake yote hajawahi kusibiwa, inawezekana amekwisha sibiwa isipokuwa yeye hajui. Almuhimu ni kwamba kama kuna nafasi ya kuchukua nafasi ya kujikinga kwa sasa, tutumie fursa hiyo tuweze kunusurika na shari za hasidi anapohusudu. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie kwa miongoni mwa watu harifu wa nyoyo kutokana na maradhi machafu ya kishaitani, na tunamwomba Allah tabaraka wa taala atujalie kwa miongoni mwa wale ambao watasalimika na kusibiwa na athari ya hasidi anapohusudu.